walioko kwenye magereza ya Tanzania bara kuwa wamekuwa wakifanyiwa vitendo vya kinyama na ukatili, na ikithibitika kwa madai hayo ni ya kweli, basi wahusika wa vitendo hivyo wachukuliwe hatua za kisheria, ikiwemo kufikishwa mahakamani. Hayo ni mambo ambayo tumetoa wito kwa mwanasheria mkuu wa Zanzibar aweze kuyafanyia. Lakini kama alivyoeleza rais, tumemwandikia vile vile mkurugenzi wa mashtaka DPP wa Zanzibar na kumtaka mambo yafuatayo. Kimsingi ni mambo matatu. Jambo la kwanza, tunamtaka kimsingi DPP tunataka ufafanuzi wake juu ya mambo matatu. Jambo la kwanza, je, alitoa maagizo au amri maalumu kwa mamlaka nyingine isiyokuwa ya ofisi yake kuwashtaki washtakiwa hao nje ya Zanzibar kama inavyoelekezwa na kifungu cha 56 A cha kifungu cha katiba ya Zanzibar? Lakini pili, tunataka ufafanuzi kutoka kwa mkurugenzi wa mashtaka kwamba je, ilikuwa sahihi kwa jeshi la polisi la Zanzibar kuwakamata na kuwasafirisha watuhumiwa wa makosa ya jinai yanayodaiwa kutendeka Zanzibar? Tunataka ufafanuzi hilo kwa mkurugenzi wa mashtaka. Lakini la tatu ni kwamba je, utaratibu na mamlaka aliyopewa kwa mujibu wa sheria na katiba ya Zanzibar wa kuchagua ni mahakama gani mtuhumiwa apelekwe kwa kosa analodaiwa kutenda kama umebadilika, na kwa sasa jeshi la polisi ndio yenye mamlaka hayo? Kama mtakuwa mlimsikia vizuri, rais alisema kwa mujibu wa sheria na katiba ya Zanzibar ni mkurugenzi wa mashtaka mwenye mamlaka ya kuamua mtuhumiwa apelekwe katika mahakama gani kutokana na kosa analotuhumiwa kutenda. Sasa tunataka mkurugenzi wa mashtaka atueleze kwamba utaratibu huo umebadilika, na sasa hivi ni jeshi la polisi, hasa kamishna wa polisi wa Zanzibar ndio mwenye mamlaka ya kuchagua apeleke wapi washtakiwa kwa ajili ya kushtakiwa, watuhumiwa kwa ajili ya kushtakiwa. Sasa ikiwa mambo hayo matatu au maswali hayo matatu ambayo tunahitaji ufafanuzi wake, ikiwa majibu yake kwa mujibu wa DPP yatakuwa ni hasi, kwa maana ni negative, basi tunataka atueleze DPP ni hatua gani ofisi yake imechukua dhidi ya watu au mamlaka zilizohusika katika kupora mamlaka yake na kuvunja katiba ya Zanzibar, jambo ambalo limesababisha fedheha kubwa na kutia dosari utawala wa sheria ambao ameapa kuusimamia. Lakini ikiwa mambo hayo matatu majibu yake yatakuwa ni positive, kwamba anaafahamu, anakubali kwamba hayo yote tuliyouliza yana give positive answer, kwamba ni kweli ametoa maagizo au ni kweli ilikuwa sahihi kwa watuhumiwa, yaliyofanyika yalikuwa ni sahihi kinyume na ilivyo katiba au kinyume na tunavyoelewa sisi, basi atupe taarifa, atueleze kwamba ni utaratibu huo umebadilika lini na utaratibu gani uliotumika katika kubadilisha katiba ya Zanzibar. Lakini mtu mwingine ambaye tumemwandikia barua kama alivyoeleza rais ni waziri wa katiba na sheria. Waziri wa katiba na sheria, yeye kama waziri ndiye msimamizi wa sheria na ndiye mshauri vile vile kwa upande mwingine kwa rais na serikali kwa ujumla juu ya usimamizi mzima wa katiba na sheria. Tulichomweleza waziri wa katiba, kwanza tunataka kama alivyosema rais kwamba tunataka kuundwa tume ya uchunguzi kubaini sababu na chanzo cha kupelekwa Tanzania bara kwa watuhumiwa waliokamatwa Zanzibar kwa makosa ya jinai yanayotuhumiwa kufanyika, huku ikieleweka wazi Zanzibar ina sheria zake wenyewe, sheria zile za ushahidi, sheria za makosa ya jinai na magereza na mkurugenzi wa mashtaka na mambo kama hayo. Lakini vile vile hatueleze basi kwamba kama uchunguzi huo ueleze kama ilikuwa unavunja sheria, ikibainika kwamba kulivunja sheria, basi ni nani aliyetumia utashi wake, uwe binafsi au uwe wa kitaasisi, wa nguvu walizopewa za kitaasisi kushawishi watuhumiwa hao kusafirishwa kupelekwa Tanzania bara na kutendewa, na hasa haya yanayoendelea sasa hivi ya udhalilishwaji na vitendo vya kinyama ambayo watuhumiwa wameeleza mbele ya mahakama kwamba yanafanyika. Kwa hiyo hayo, na sisi chama cha wanasheria tunafuatilizia kwa karibu, na tunawaomba
nyinyi waandishi wa habari mtusaidie katika kufatilizia kupata majibu kwa mamlaka hizi husika, kupata majibu ya maswali ambayo tumeuliza na ufafanuzi ambao tumeuliza na hatua ambazo wamefikia katika katika mapendekezo ambayo tumeyatoa. Baada ya kusema hayo, mimi nimalizie hapo. Sheria zimevunjwa, na kama sheria zimevunjwa, kuna watu hawa ambao wamewaandikia barua ili waweze kutoa ufafanuzi. Kwa ujumla inaonyesha kwamba wameshindwa kutekeleza wajibu wao, kwa sababu wamekaa kimya hadi hivi sasa. Ninyi chama cha waandishi, chama cha wanasheria, mnakuja kutoa tamko kama hili. Je, hamuoni kwamba iko haja sasa ya hawa wahusika wote, kuanzia mwanasheria mkuu, waziri wa katiba na sheria, DPP ambaye ni mhusika mkuu, lakini pia huyu kamishna kujiudhuru kutokana na kwamba wameshindwa kutekeleza wajibu wao? Lakini pili, katika statement yako Mheshimiwa Rais umetuambia kwamba hakuna chombo chochote kenye uwezo wa kumhoji DPP katika maamuzi yake. Lakini ninyi mmeandaa hapa maswali na kumhoji atoe ufafanuzi. Je, hamuoni kwamba na ninyi mtakuwa ni mmevunja sheria kwa kumhoji huyu DPP wakati hataki kuhojiwa kisheria? Asante. Suleiman wa Nipashe anauliza kwamba swala hili tayari liko mahakamani, na hiyo kulizungumzia si kasoro ya kisheria. Sisi nasema suala tunalolizungumzia sisi halihusiani kabisa na masuala yaliyoko mahakamani. Tuwe very careful. Sisi tunazungumzia utaratibu ulioibuka wa kuanza kukamata Wazanzibari na kuwapeleka nje, na kwamba tuna jukumu la kuelimisha umma kwamba utaratibu huu ni kinyume cha sheria. Inawezekana yuko mmoja amefungua kesi kuchallenge, yuko mwingine yuko Dar es Salaam kule, lakini sisi tunazungumzia dhana nzima ya ule utaratibu uliowekwa kikatiba na kisheria, kwamba watu hawa ambao ni Wazanzibari wanatawaliwa kwa mujibu wa sheria zilizopitishwa na Baraza la Wawakilishi la Zanzibar, ambazo zina tofauti. Kwa mfano, sheria za Zanzibar zinatoa haki nyingi kwa mtuhumiwa, kwa mahabusu, kwa uendeshaji mashtaka, kinyume na sheria za upande wa Tanzania bara. Na Zanzibar mara nyingi imekuwa mbele katika kupigania haki kama hizo. Mtakumbuka hata swala la haki za binadamu lilianzishwa mwanzo Zanzibar. Upande wa Tanzania bara haukuwa na chapter katika katiba yao juu ya mambo ya haki za binadamu, ilianzishwa Zanzibar. Na hivi sasa ukiisoma sheria ya mwenendo wa madai, kuna haki nyingi za mshtakiwa ambazo hapa zinaridhisha. Haki hizo hazipo katika mahakama nyingineyo. Kwa hivyo kumsubject yule mtu anayeishi hapa hata kwa tuhuma ya kosa alilofanya ambalo linatawaliwa na sheria ya ugaidi ambayo ni ya Jamhuri ya Muungano, lakini kuna maamuzi tele ya mahakama ya rufani kwamba kwa jambo lililotokea Zanzibar, sheria zinazofuatwa ni za Zanzibar. Hatujawahi kuona utaratibu huu hata mara moja. Kwa hivyo sisi jukumu letu ni kutoa ufafanuzi na kuonesha hatua ambazo tunachukua kwa mujibu wa sheria, na waathirika wenyewe kama wana challenge wenyewe kule, wanatoa malalamiko yao, okay, ni suala ambalo halizuiliki. Jacob aliuliza kwamba je, hamuoni kwamba AG, DPP na kamishna, nadhani na waziri wa katiba ulisema kwamba hawa kwa matukio haya ambayo wao wote wamekaa kimya, je, hawastahiki kujiuzulu? Sisi tunasema sisi hatuwezi kutoa hukumu bila ya kujua mambo mengi ya vipi wao wametimiza wajibu wao au hawakutimiza. Lakini tunasema tume huru ya uchunguzi itagundua yote hayo. Sisi kwa kutizama katiba na kwa kutizama sheria na matukio yalivyotokea,
tunaona kwamba kuna uvunjifu wa katiba na sheria za Zanzibar. Sasa kiundani kwamba DPP alizembea au AG hakushauri ipasavyo au waziri wa katiba, hayo ni mambo, ndio maana tumesema iundwe tume huru ya uchunguzi, itathibitisha hayo, na ikithibitisha kama wako waliozembea, hatua za kisheria na hata za kisiasa kama ulivyosema, kwa sababu wamo viongozi wa kisiasa, zinaweza zikafuatiwa. Lakini pia uliuliza kwamba DPP mnasema kikatiba hahojiwi. Nyinyi mmempelekea barua kumhoji juu ya utaratibu. Katiba imetoa kinga kwa DPP kutokuingilia maamuzi yake, kwamba uamuzi kwamba leo mfano aitwe na rais kwamba fulani mshtaki, aitwe na makamu wa kwanza, makamu wa pili au waziri ambaye fulani usimshtaki. Hiyo ndio kinga aliyopewa DPP. Yuko huru, hapokei amri kutoka kokote. Lakini sio kwamba DPP ni taasisi isiyoulizwa. Ile ni taasisi ya umma uridhike na mwenendo wa taasisi ile. Faruki aliuliza kwamba sheria ya ugaidi ni popote inaweza kushtakiwa. Sheria ya ugaidi nadhani alikuwa hayupo mwanzo, tulizungumzia hii, na hivi sasa pia hayupo lakini labda ameshaweka vifaa vyake, jibu atalipata. Sisi tunachosema hapa, tuwe na hadhari, tuelewane vizuri. Inawezekana unashtakiwa kwa kosa lililo chini ya sheria ya Jamhuri ya Muungano, ambayo sheria ile inatumika kwa Tanzania nzima. Na tunasema kuna mambo ya muungano, yale mambo ya muungano ni 22 yale, na yale mengi yana sheria zake, na nyingine kuna makosa mule, na sheria zile zinatumika Tanzania nzima, na unapoikiuka utashtakiwa kwa sheria ile ambayo ni ya Jamhuri ya Muungano, inatumika pande zote mbili. Lakini sheria hizo zinasema endapo kwa kosa lililotokea Zanzibar, kwa sababu kosa itakuwa kutenda ugaidi, ile sheria imetamka kufanya yafuatayo, ina amount ugaidi, na hukumu yake ni jambo kadhaa, na ni sheria ya Jamhuri inasema hivyo tu, ime create offense bas. Lakini baada ya ku create offense, wewe unapofanya, kuna sheria nyingine zinazokutawala, inabidi wewe ukamatwe, kuna procedures za arrest. Hizo si sheria za muungano. Kuna procedures za kukuinterrogate, si sheria za muungano. Kuna procedures za detention, si sheria za muungano. Kuna procedures za prosecution, si sheria za muungano. Sasa tunasema kwa tukio linalotokea Zanzibar, na huu ni uamuzi wa mahakama za rufaa, taratibu za sheria za Zanzibar ndio zinazofuatwa. Na ndio pale tukasema, ndio tunagundua kwamba tuna mahakama tofauti, tuna ofisi ya mwendesha mashtaka tofauti, tuna magereza tofauti, hata polisi inatekeleza sheria tofauti inapokuwa Tanzania bara, inapokuwa huku. Leo wewe uonekane na karafuu Morogoro, unazisafirisha nje, polisi bara hawezi kukushika. Hakuna sheria kule inayokataza. Ukija ukionekana na swala hilo huku, sheria polisi atakushika, kwa sababu huku anatekeleza sheria za Zanzibar. Kwa hivyo si sahihi kusema kwa sababu ni sheria ya ugaidi na ni ya Tanzania unaweza kumpeleka popote. Na nilisema hakuwepo matukio yalitokea Arusha, mliona kupelekwa mahakama kuu kanda ya Mtwara au Kisutu? Hatujawahi kuona. Na ndio nilifafanua ile territorial jurisdiction, kwamba hata mahakama husika ina eneo lake. Tukio likitokea nje ya eneo hilo, linakwambia hii umeileta kimakosa, iondoe, ipeleke kunakohusika. Pia alisema, je, mtawasaidia msaada wa kisheria? Na sisi kama chama cha wanasheria
tunao utaratibu wa msaada wa kisheria, na hasa jumuiya ya kisheria Zanzibar Legal Service Center, wao wako mstari wa mbele zaidi kwa msaada wa kisheria. Lakini msaada wa kisheria hutolewa pale ambapo mshtakiwa imethibitika hana uwezo, anaweza kusaidiwa. Lakini sisi tunachozungumzia hapa ndio kama nilivyosema nilipojibu swala la Birahma pale, sisi interest yetu sio washtakiwa, sisi interest yetu ni kwamba utaratibu wa kikatiba ambao upo Zanzibar tokea asili na asili leo umekiukwa. Hiyo ndio hoja yetu, na itakapofika hadi kwamba chama cha wanasheria Zanzibar kikiona kwamba kunaendelezwa utaratibu huu wa kukiuka, tunaweza kukaa kuangalia utaratibu gani na chama cha wanasheria kichukue. Hatujawahi kufikiria kusaidia mshtakiwa mmoja mmoja, kwa sababu tunaona wenyewe wanaendeleza mashtaka yao na wana mawakili wao. Sisi huko sio nini yetu sana. Salma wa Zenje FM aliuliza kwa nini mmechelewa. Sisi hatukuchelewa kabisa, sisi tumewahi, kwa sababu tulijua kuna mamlaka ambazo zina majukumu haya, na zile zilipochelewa kufanya utaratibu huu, sisi tukaamua kulitolea ufafanuzi swala hili. Hatungeweza hapo wamekamatwa tukakurupuka, hata ile mwanzo sisi wenyewe tulikuwa tunapata taarifa watu wanakamatwa wanapelekwa nje, hatuna uhakika. Tulipoona kwamba wamepandishwa mahakama ya Kisutu, tukajua utaratibu huu umefanyika, na tukajua kwamba ofisi za Zanzibar zinazohusiana na utawala wa sheria akiwemo AG, waziri wa katiba na DPP wangezungumzia jambo lile. Tulipoona nao ni kimya, sisi kama civil society tuna jukumu wa kutoa ufafanuzi kwa wananchi kupitia kwenu, waone kwamba suala lile liko vipi kisheria. Pia ulisema mahakama ipi bara na Zanzibar iliyowaweka ndani wale. Sisi tunavyojua amri ya kuwaweka ndani, tunavyojua sisi kwa mashtaka waliopelekwa Tanzania bara ni mahakama ya Kisutu. Oda zote ni mahakama za Kisutu. Haiwezi mahakama ya huku ikatoa oda kwa washtakiwa waliokuwa hawajaletwa pale kwao. Lakini tunajua baadhi ya wale wanayo kesi zao huku mahakama za Zanzibar, ambazo wengine wana dhamana na wamekuwa wanakwenda katika mahakama za Zanzibar. Tutofautishe hapo. Kuna baadhi ya washtakiwa mule wanazo kesi zao Zanzibar ambazo zinaendelea huku, na waliwekwa ndani na walipewa dhamana na utaratibu wa kisheria huku. Ile ni kesi nyingine. Haiwezekani kabisa mahakama ya huku ikatoa amri juu ya washtakiwa wasiokuwepo pale. Nadhani nimelijibu. Nataka kuelewa kwanza, hawajui kwamba watuhumiwa wale au wale, yani wakili anayesimamia ile kesi, wao hawatambui kwamba wale wapo mahakama ya Kisutu. Kumbuke kwamba hoja ya kwamba wako mahakama ya Kisutu ilikuja kama majibu ya upande wa polisi. Wao wamepeleka ombi mbele ya mahakama kuu Zanzibar kwa kusema wateja wao bado wamezuiliwa zaidi ya masaa 24 tangu kukamatwa kwao. Ndio ombi lililokuwepo mahakama kuu. Sasa katika majibu wao upande wa polisi ndio wakasema kwamba hawa watu wako mahakama ya Kisutu. Kwa hiyo halikwenda ombi kusema kwamba warudishwe kutoka mahakama ya Kisutu waletwe Zanzibar. Ombi lililopelekwa ni kwamba hawa watu wako chini ya mikono ya jeshi la polisi. Ndio msingi wa ombi lililopelekwa